Naam, mwana ukuu wa Mwafrika, maandamano yameanza katika taifa la Cameroon wakimtaka rais wao Paul Biya aweze kuachia ngazi. Ni kiongozi aliyeongoza muda mrefu sana. Haya yote yanakuja ni kutokana na mifano wanayoiona kupitia Captain Ibrahim Traore kwa muda mfupi ambao ni miaka minne tu, lakini angalia maendeleo aliyoyafanya ndani ya taifa la Burkina Faso. Lakini pia vile vile amekuwa ni taa ya Afrika katika kuhakikisha kuwa Waafrika tunaweza kujikomboa. Sasa ukumbuke taifa pia la Cameroon ni taifa mojawapo katika mataifa yaliyoko kwenye ukanda wa Afrika Magharibi, na mataifa yalikuwa 14 yanayounda umoja wa ECOWAS mpaka mataifa matatu haya yalipojitoa kwa Captain Ibrahim Traore, lakini Mali na Niger pia. Ndio maana kwa hiyo sasa raia pale wameandamana, na raia hawa wanataka Paul Biya aweze kuachia nchi, kwa sababu kwa kweli hali ni mbaya sana katika taifa la Cameroon. Ukiangalia miundombinu hakuna, ukiangalia barabara hakuna, ukiangalia maji hakuna. Kwa hiyo ndio maana umeona raia wameandamana, maandamano tena yametokea katika taifa hili la Cameroon wakimtaka Paul Biya aweze kuachia ngazi, mtu ambaye yeye amekuwa muda mwingi akiwa kwenye ndege akiruka kwenda huko kwa hawa wakubwa zake ambao ndio wanaoendelea kubeba mali katika taifa hili ambalo ni taifa la Cameroon. Lakini Paul Biya huyo Cameroon ukumbuke ni koloni la Mfaransa na iko chini ya Mfaransa, na Paul Biya sasa anakuwa ni kiongozi wa ajabu sana sana, kwa sababu Paul Biya ni dikteta ambaye yuko madarakani tangu uhuru. Dikteta hatari sana kuwahi kutokea barani Afrika, ambaye anatawala taifa la Cameroon akiwa rais wa pili toka wapate uhuru wao tarehe 1 Januari 1960 kutoka kwa mkoloni Mfaransa, ambao uhuru wenyewe tunaita ni uhuru wa bendera, kwa sababu sio uhuru wa kweli. Ungekuwa ni uhuru wa kweli, basi hiyo Cameroon ingekuwa iko huru, na mkitaka kujiweka huru kama vile Burkina Faso, basi mtakutana na ambacho wanajaribu kumfanyia pale Ibrahim Traore. Unaweza kuona miaka 62 yao ya uhuru wametawaliwa na marais wawili tu, huku Biya akitawala miaka 42 sasa, na hana mpango wa kutoka madarakani mpaka kifo. Sera yake ni humtaki au unamtaka anakutawala, na muda mwingi yuko nje ya nchi anafurahia maisha. Miezi 3 au 6 haonekani nchini mwake kwa kazi yake kubwa kuteua na kutengua tu, na hii imefanya taifa hili kugubikwa na ufisadi uliopitiliza, sababu rais mwenyewe anacheza na anga tu, hana muda wa kufuatilia wasaidizi wake. Hayuko makini na ufuatiliaji wa rasilimali za taifa, ila yuko makini sana kudili na wapinzani wake, sababu wanahatarisha kiti chake. Moja ya nchi utakiwi kufikiria kuwa mpinzani au mkosoaji ni Cameroon, sababu utajuta. Na hiyo miaka 42 imefikiwa kwa umwagaji mkubwa sana wa damu kwenye taifa hili la Cameroon, na watekelezaji wakubwa wa ukatili wake ni DGRE, shirika lao la ujasusi, na BIR, kikosi maalum cha makomando, ambao wana ushirikiano mkubwa sana, sababu wanaendesha operesheni zingine za kupambana na Boko Haramu, waasi na magenge hatari ya uhalifu kutokea nje ya nchi. Kwa hiyo hata wapinzani wanaotaka kumkosoa rais Paul Biya na wao wanakuwa kwenye hiyo. Ila kiboko hapo ni BIR ambao wanafunzwa na Marekani na Israel. Hata mkuu wao ni raia wa Israeli. Wanaripoti moja kwa moja kwa rais, ni hakuna cha kupitia kwa mkuu wa majeshi wala waziri wa ulinzi. Wanashikilia na kutesa mtu bila kumfikisha popote hadi miaka 3, na wengine wanafia huko na kubaki story tu. Watu wasiojulikana walimpoteza na kelele za mitandao kupigwa tu, ila hakuna kinachobadilika. Na ndani ya ili taifa kuna mambo ya ajabu sana ambayo yanakuwa yanaendelea pale. Kwa hiyo huyu sasa ndio Paul Biya ambaye amekaa hapo muda zaidi ya miaka 40, na sasa ni 42 ambayo anaendelea kuiongoza, kwa sababu ukumbuke huyu Paul Biya ni mtu ambaye taifa haliendelei, hakuna kitu kinachoendelea, na kwa kile ambacho watu wa Afrika nzima hawakukitegemea
au hawategemei kutoka kwa Rais Paul Biya. Ndo hayo sasa yanavyoendelea, lakini ukumbuke Paul Biya ambaye amekuwa madarakani hivyo, ukumbuke ni kuwa huyu ni kibaraka ambaye ni kibaraka wa Mfaransa. Ndo haya nilikuwa nakuuliza wakati mwingine hapa kuhusiana na hilo kuwa okay, kuna viongozi wa Afrika ambao wamekaa madarakani zaidi ya, kwa sababu kumbuka Paul Biya huyu ni miaka 42, lakini kiboko ni yule nani, Theodore Obiang Nguema Mbasogo ambaye ni kiongozi wa Guinea Equatorial. Lakini madam tu hauingilii maslahi ya Mfaransa, hana shida na wewe, lakini ukitaka aanze kudili na wewe vizuri, wewe anza kuingilia maslahi yake. Ndio hii sasa tunayoiona kwa Captain Ibrahim Traore, kwa sababu ameingilia maslahi ya Mfaransa. Lakini maana ukumbuke umasikini wa haya mataifa, mfano umasikini wa Ufaransa ni furaha, au umasikini wa Cameroon ni furaha kwa Mfaransa, kwa sababu kumbuka, yani jamani, Cameroon haifai, na Cameroon inamhitaji mtu kama Ibrahim Traore kwa sababu barabara hawana, ukiangalia miundombinu ndio usiseme, umeme hakuna, ukiangalia maji hakuna maendeleo yoyote. Kama nilivyokuambia, Paul Biya yuko bize kuzurura, aende Ufaransa, aende akafanyie huko sherehe zake na nini, na kuna wakati mwingine wa Cameroon waishie Ufaransa, maana alikuwa na birthday kule, alikuwa anasherehekea, kwa sababu kwa sasa hivi huyu bwana ana miaka 92. Ni umri mkubwa, uone huo, ni umri mkubwa sana, miaka 92, lakini hiyo miaka bado ameendelea kubaki pale. Na sasa hivi hata ukimwangalia, hata namna anavyohutubia, namna anavyoongea, unakuja tu kugundua huyu alitakiwa abaki nyumbani acheze na wajukuu, apumzike, lakini hataki. Ndio hivyo sasa, kama nilivyokuambia, ameweka hivyo kikosi cha kijasusi, lakini kuna BIR ambao wao wanadili sasa na watu wanaojaribu kumkosoa. Lakini sasa bado maandamano yametokea katika taifa hili la Cameroon, wakimtaka Paul Biya aweze kustep down, aruhusu damu changa iingie, ili damu changa hiyo basi iweze kuwaletea maendeleo raia wa Cameroon, kwa sababu haya yote raia hawa wanayaona yakiwa yanatokea ndani ya taifa la Burkina Faso, na wanaona kila kitu kinachotokea ndani ya Burkina Faso. Kwa ndio maana na wao sasa wanahitaji kiongozi ambaye kiongozi huyu atasema hapana kwa mabeberu, atasema hapana kwa unyonyaji wa rasilimali za taifa la Cameroon, kwa sababu Mungu ameibariki Afrika, kila nchi ina rasilimali huko Afrika. Ndio maana unaona hawa mabwana wakubwa wanataka waendelee kubaki wakinyonya rasilimali za Afrika. Sasa wakiweka viongozi ambao ni mizigo kama hawa, wakiweka viongozi wazee ambao hawawezi wakaongea chochote kile, hawawezi wakasema hiki hapana, hiki yaani, wakiweka viongozi wa namna hiyo, wao ndio wanaoendelea kunufaika na kufaidika na rasilimali za Afrika kwenye haya mataifa yetu. Kwa ndio maana unaona miaka 4 tu ya Captain Ibrahim Traore wanatafuta waweze kumpindua. Miaka 4 tu aliyokaa Captain Ibrahim Traore wanatafuta waweze kumuua. Lakini inakuwaje sasa kwa hawa viongozi ambao wamekaa madarakani zaidi ya miaka 40? Kama huyu tunamuongelea ni miaka 42 yuko madarakani, na yeye mwenyewe ni mzee wa miaka 92. Kwa maana yake hata akikaa kwenye vikao unaona anaanza kulala, anasinzia, lakini pia hata ongea yake unaona tu kabisa, yani kwa sababu tukubaliane kuwa kwenye umri huo wa miaka 92 kuna kumbukumbu pia unakuwa hauinazo, yani unarudi kama mtoto hivyo. Maana tumewahi kuona hata kiongozi wa Nigeria naye ambaye ana miaka mingi, lakini wanasema wakati anagombea alijirudisha nyuma miaka, akazaa na miaka 74, lakini ana miaka mingi, inawezekana na yeye anakaribia kwenye 90, na yeye pia vile vile wakuta akikaa kwenye vikao anasinzia, akikaa kwenye vikao anaanza nini na mambo mengine ambayo siwezi kuyaongea hapa. Kwa hiyo ndio maana Cameroon wanataka hili jambo. Sasa hili ndilo linalowafanya Wafaransa kuendelea kumuinda Captain Ibrahim Traore, kwa sababu wanajua huyu ndiye anayewaamsha wa Afrika waliokuwa wamelala. Kwa sababu bila Captain Ibrahim Traore, nani angekumbuka kudai eti kwa sababu nataka tuanze kudai sasa tuandamane tumtake kiongozi mpya atakayeingia. Kwa hiyo ndio iko hivyo. Sasa hiyo Cameroon imelipuka na maandamano, na maandamano haya wanataka kiongozi ambaye ni damu changa kama Captain Ibrahim Traore. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, ninawashukuru.